Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, wewe unayeniangalia katika wakati huu, kwa kutumia muda wako kuweza kukutanika na kipindi hiki ambacho nimekiandaa maalum kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Mtumishi ambaye yuko mbele yako siku ya leo naitwa Pastor Edward Karokora. Ni mtumishi wa Mungu ambaye nimekuwa ninafanya kazi ya walimu nikifundisha kweli ya Mungu, kweli ya Kristo kupitia maandiko matakatifu. Mimi nimepewa neema na karama ya walimu na huduma ya walimu ndani yangu ambao nimekuwa naitumia kufundisha neno la Mungu katika makanisa mbalimbali, si katika nchi yetu pekee bali na nchi za nje. Uganda, Kenya, Malawi wameweza kusikia kila ambacho Mungu alitia ndani yangu ili kuweza kufundisha kweli yake. Wakati huu ambao tuko wakati wa mwisho wa majira na wakati neno la Mungu limefifishwa, ukweli wake umefifishwa. Lakini kuna watu ambao Mungu amewaweka, kuna watu Mungu ambao amewainua ili waweze kusimama sasa kueleza ukweli juu ya imani, juu ya kweli kuhusu Kristo, juu ya kweli kuhusu ufalme wake, ufalme wa Mungu. Ninapozungumza hivi, kipindi hiki ni maalum kwa ajili ya kuleta ukweli ule uliokuwa unafichwa. Unajua, tuna mtiririko mkubwa wa matukio ya kufunuliwa kweli tangu wakati ule ambako mitume walikuwa wameachwa na Bwana Yesu. Waliendelea na kweli ya Mungu kabla dini hazijaingia, na dini zilipoingia zikaingia, kila dini kaanza kuonyesha kwamba yenyewe ndio inayosimamia ukweli tofauti na ile dini iliyokutwa. Tulianza na dini fulani, kaingia dini fulani, kaingia imani fulani, kaingia Protestanti, kaingia mambo mengi yakaendelea pale, lakini wote mfululizo ilikuwa ni kutafuta ukweli. Watu ulikuwa ni mchakato wa kutafuta ukweli, na mchakato huo bado haujaisha. Upentekoste sio mwisho wa mchakato wa kupata ukweli. Ukrismatiki sio mwisho wa kupata ukweli. Ukweli bado umekuwa unaendelea. Kipindi hiki ni kipindi maalum. Kipindi changu kinaitwa Mwangaza wa Kristo utuangaze. Mwangaza wa Kristo ukuangaze mahali hapo ulipo. Mwangaza wa Kristo ni neno lake, ni nuru yake, ni kweli yake, ni roho wake. Anapokuangaza ndani ya maisha yako, bila shaka unapata kweli na unafunuliwa kweli, na unaweza kuanza kutembea katika kweli yote. Kumbuka Bwana Yesu aliwaambia wale Wayahudi waliokuwa wameamini, Wayahudi waliokuwa ni Mafarisayo wale na Masadukayo, walipokuwa wameamini maneno ya Kristo wakaanza kumfuata, kufanika kuwa wanafunzi wake. Katika Yohana 8 ule mstari wa 31 na 32 akawaambia wale Wayahudi waliomfuata, walioamini wale, akawaambia, kama ninyi mkitaka kunifuata mtatakiwa kuijua kweli, na hiyo kweli itawaweka, mwakifahamu hiyo kweli, na hiyo kweli itawaweka huru kweli. Hivi leo Mkristo mwenzangu na mwanadini yoyote na yeyote anayeweza kuwa anasikiliza, ukweli wa ufalme wa Mungu umekuwa na mpambano mkubwa. Kila mmoja amekuwa akivuta upande wake, akionyesha kwake ndiko sahihi, imani yake ndiyo sahihi, huduma aliyopewa ndiyo sahihi, dini yake ndiyo sahihi. Ukisikia watu wa dini wanakuambia dini hii ndiyo ya Mwenyezi Mungu, dini hii ndiyo yenye haki, dini hii ndiyo iliyokuwa na kweli. Ukiulizia wale wenye huduma wanakuambia huduma hii ndiyo bora, huduma ya kitume ni bora kuliko huduma ya kinabii, huduma ya kiwalimu ni bora kuliko huduma ya kiuinjilisti. Watu wanajivuna wakitaka kuonyesha huduma walizopewa ndizo bora kuliko nyingine. Kwa maana hiyo, je, ndiyo Mungu alichokuwa anakitaka? Sasa katika kipindi hiki cha Mwangaza wa Kristo tuangaze, tutaweza kujua mambo mengi ambayo yalifichwa na dini zote hizi, yalifichwa na huduma zote hizi. Mimi sijui aidha ni katika kutokujua ama ni kwa kujua, lakini kwa sababu Mungu ametia neema ya kweli ndani yangu, nitafunua kila jambo, na nitaomba katika mwisho wa vipindi utakapokuwa una comment, unaweza kuuliza swali lolote na nitalijibu, kwa sababu katiba ya nchi ambayo tunaitumia sasa hivi
ile ibara ya 18 katika katiba ya nchi. Nazungumzia kwa sababu ni mwananchi na niko katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 18 ya katiba yetu inatuweka huru sisi kama wananchi wake. Inazungumzaje? Katika ibara ya 18 kifungu A inasema mtu anao, kila mtu anao uhuru wa kuwa na maoni na kueleza fikra zake. Mimi haya ninayoyatoa ni maoni na fikra zangu. Fikra zangu sizungumzi kama fikra yangu kwamba ndio nayozungumza kutoka kwenye Biblia ni mawazo yangu. No, hayo ni mawazo ya Mungu, lakini kwa sababu yamepita kwangu inabidi mimi niyazungumzie kwa sababu mimi ndivyo ninavyoyaona hivyo na ndio kweli yake ndani ya Biblia. Lakini kipengele B au ba kinasema anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila ya kujali mipaka ya nchi. Mimi ninatoa habari hizi kwako wewe bila kujali uko nchi gani. Katika katiba yetu ya Tanzania, kama uko Marekani unanisikiliza, uko Nairobi, uko Afghanistan, uko Australia, uko South Africa, mimi ninaruhusiwa kutoa maoni yangu bila kuingiliwa au kuzuhiwa na mipaka ya nchi kwa mujibu wa katiba yetu. Lakini kipengele C kinasema anao uhuru wa kufanya mawasiliano na haki ya kutokuingiliwa katika mawasiliano yake. Hivi sasa ninao uhuru wa kufanya mawasiliano na wewe kwa njia ya video ili uweze kusikia yale maoni na fikra ambazo Mungu amenifunulia katika kipindi hiki cha Mwangaza wa Kristo uweze kukuangaza. Ninapozungumza hivi niko ndani ya haki. Pia D anasema anayo haki ya kupewa taarifa wakati wowote kuhusu matukio mbalimbali muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi na pia kuhusu masuala muhimu ya kijamii. Hapa ninazungumza masuala muhimu ya kijamii kuhusiana na imani zetu. Hapa ndio masuala ya muhimu ya kijamii. Masuala muhimu ya kijamii hasa ni umuhimu wa mambo ya muhimu ya katika jamii. Hii ni katiba kwa mujibu wa katiba niko huru kabisa. Lakini kwa sababu mimi ni sehemu ya Wapentekoste, katika katiba ninayo katiba ya baraza la makanisa ya Kipentekoste Tanzania. Baraza hili lina maadili yake. Kwa hiyo ninapozungumza mimi kama Mpentekoste au kwa sehemu kama Mpentekoste, ninayo kwa mujibu wa baraza letu hili limetuwekea maadili, ethics. Linasema maadili katika hii ibara ya 6 ile kipengele cha 4 inasema kusema kweli daima katika mambo yote. Katika baraza letu la makanisa ya Kipentekoste, katika maadili tunayotakiwa kuwepo nayo ni kuzungumza ukweli, kusema ukweli au kufundisha ukweli wa mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo, kwa mujibu wa katiba hizi mbili ninaweza kusema ninayo haki. Lakini kwa mujibu wa Biblia ambayo tumekuwa wao unaisoma na mimi naisoma, inanipa mafungu ya kusimamia. Kwa mfano, liko agizo kuu kutoka katika Mathayo 28 ule mstari wa 19, anatutuma Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Hatuwezi kuwafanya watu kuwa wanafunzi katika mataifa. Mataifa ni watu wasiokuwa na imani, watu wasiojua ukweli. Unakuwa mtu wa mataifa, lazima kuja watu ambao watakuja kukufundisha. Ndipo Mungu anatuma walimu, na miongoni mwa wakati huu ambako kuna walimu wa kweli ambao wanaweza kufundisha neno la haki na kweli, ni mmoja wapo ya mtu mmoja anayeitwa bwana au mtumishi wa Mungu Edward Karokola. Ninayo neema hiyo ya kufundisha na nitakufundisha, na huu ndio mwanzo. Hiki ni kipindi changu cha kwanza katika vipindi vya Mwangaza wa Kristo kuangaze. Kwa hiyo tunatakiwa kwenda kuwafundisha watu na kuamuru kuyafanya yote tulioagizwa kwa mujibu wa Bible, kwa mujibu wa Biblia. Kwa hiyo katiba zote tatu, katiba ya mbinguni, katiba ya serikali ya nchi yangu ninayoitumikia, inayoongozwa sasa hivi na Mheshimiwa John Pombe Magufuli, ambaye na yeye anasimamia katika kweli, na kwa katiba ya baraza la makanisa ya Kipentekoste, ninao uhuru wa kusema na utaweza kuwa unanielewa.
bila shaka nianze na kumshukuru Mungu katika kunijalia kupata mema haya ninayoweza kuyapata. Nishukuru Mungu kwa kipindi hiki cha tulichokipata, kipindi ambacho tumempata rais mashuhuri, rais safi, rais ambaye kwa kweli kwa maoni yangu kama mtoa habari, ni mtoa maoni, ni kwamba tumepata jembe, tumepata mtu hakika kwa kipindi hiki, kwa sababu anatutoa mahali fulani kutupeleka mahali fulani. Sizungumzii kisiasa, nazungumzia kiimani, kwa sababu Mungu anasema mtu astahili heshima apewe heshima. Mheshimiwa rais wetu kwa sasa hivi anastahili heshima, na heshima sio kulazimisha, ni heshima anayostahili kwa haki. Kwa hiyo na sisi watumishi wa Mungu tunaposimama katika kuzungumza na kufundisha, lazima tutaje hilo. Tunamshukuru Mungu kwa kipindi hiki, kwa sababu tulikuwa tumefika pabaya, amekuja kututoa mahali pale na kutupeleka mahali pengine. Ninachotaka kusema tu ni kwamba yoyote yule afanyaye mambo mazuri hawezi hata hili ni ujumbe tunampata Rais Magufuli mwenyewe aweze kuelewa na asipate tabu. Yoyote anayeweza kuwa anafanya mambo mazuri, lazima kuwepo na watu wanaompinga, lazima kuwepo na negative na positive, ndipo umeme unaweza kuwaka. Lazima tuwe na negative na positive, ndipo tunapopata cream, ndipo tunapopata kitu kizuri. Lazima kuwepo na Mungu, lazima kuwepo na shetani, ndipo watu watakatifu wa Mungu wanapoweza kupatikana. Lazima tuwepo na wanasiasa safi na wanasiasa wanaopinga wanasiasa safi, ili maendeleo yanayoweza ndipo maendeleo yanaweza kupatikana. Kwa hiyo wale wanaokupinga sio maadui, ila wale wanakusukuma kuyafikia malengo ya maono yako. Kwa maana hiyo ni kwamba nilisikiliza wimbo mmoja mahali fulani, anasema usijisifie kwa mbio, usijisifie kwa namna unavyopiga mbio na kupata ushindi, msifie yule aliyekuwa anakukimbiza. Kwa hiyo unapokuwa unataka kufanya kitu cha maendeleo, lazima ujue unapambana katika kweli, lakini kuna watu nyuma watakaokuja kuyapinga yale ya ukweli. Kwa mfano katika kipindi hiki cha Mwangaza wa Kristo kuangaze, yale nitakayoenda kuyafunua, yale ambayo nitaenda kuyasema, nina uhakika wako watumishi wa Mungu ambao watayapinga, watayakataa, na mimi nitakuwa niko tayari. Mimi nitawaomba kukaa katika meza huru ya kukaa, waje na hoja zao na mimi nitakuja na hoja zangu. Hatutaweza kupingana bila hoja, tutapingana na hoja kwa mujibu wa maandiko matakatifu na kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lengo ni nini? Lengo ni kuwafanya watu kuwa huru. Lengo la kipindi hiki lengo la kipindi changu ni kujenga mahali palipobomoka. Ndio lengo hasa, kujenga mahali palipobomoka, kuleta ukweli mahali waliposema uongo, kufunua yasirini yaliyokuwa yamewekwa sirini. Kwa hiyo ndio lengo hasa la kipindi hiki. Sio ugomvi, sio mashindano, sio kujiinua, sio kuonyesha ufahari, lakini ni kutaka kumtafuta mtu mmoja mahali alipo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kipindi hiki na wakati huu, mimi ninayo huduma ya Mungu. Ukiachilia kipindi, ninayo huduma ya Mungu ambayo Mungu ametia ndani yangu na naisimamia, ambayo inajulikana kama Kanisa Huru la Roho Mtakatifu, The Free Church of All Spirit, The Free Church of All Spirit. Kanisa hili ni kanisa sio kutengeneza kundi la mahali pamoja, ila ni kufunua kweli ya Mungu kwa mtu mmoja mmoja. Huko walika akishika kweli na akakaa katika kweli, atafanyika akaanza kutembea katika kweli, ndipo anapofanyika kuwa kanisa la Mungu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, ninao wanafunzi wengi wako Kenya, wako Malawi ambako mahali ambako nimefika, wako Tanzania ambao wamekuwa wakipokea neema ya mafundisho haya. Kumbuka injili mimi ninayofundisha ni injili imekuwa, wengine wanasema ni ya tofauti, lakini si tofauti kwa sababu inatoka katika maandiko matakatifu ya Mungu. Mimi ninafundisha injili ya wakati wa mwisho, injili inayojulikana kama injili ya milele, everlasting gospel. Soma Ufunuo 14 ule mstari wa 6. Unaona kuna injili inakuja duniani ikiwa imebebwa na malaika. Sasa malaika hawezi kuwa wanatembea wanafundisha watu. Malaika wanawaingia watu, au watu wanapata nguvu, ndipo wanapoanza kuisimamia ile injili ya wakati wa mwisho. Hii ni injili ya ukamilifu. Kuna kipindi maalum nitakuja kufundisha na kuieleza injili ya milele ni nini, maana yake nini, na ubiri na inasimamia nini, na maadili yake ni nini. Kwa hiyo kuwa katika hali ya kuwa unafuatilia vipindi hivi kwa jinsi ambavyo
usikubali kupitwa. Hiki ni kipindi changu cha kwanza na hakika kitaweza kukubariki sana. Kwa maana hiyo ninapofika hapo ningehitaji tu kidogo niseme kwa siku ya leo nini ambacho tunaweza kukizungumza leo. Tunachoweza kukizungumza leo ni nataka katika somo la kwanza uweze kukubaliana na mimi. Nitazungumza na Wakristo na wale wasiokuwa Wakristo. Hakika leo maarifa ya Mungu yamefichwa. Hakika leo tumekuwa na watu wa tofauti tofauti. Katika upande wetu wa makanisa ya Kikristo kuna madhehebu mbalimbali. Kuna dini yetu ndio hiyo tunasema Wakristo, lakini madhehebu yake yamekuwa ni mengi. Lakini baada ya madhehebu kuwa mengi, huduma zimechipuka ndani, zimekuwa ni nyingi pia. Na kibaya zaidi ambacho kinasukuma hata hapa niweze kuzungumza, katika dini moja ile ile na madhehebu tofauti na huduma tofauti, kinachokuwa kibaya zaidi ni kwamba hawa watu hawaelewani katika huyo Mungu wanayemwabudu. Sasa unashindwa kuelewa ukweli wake uko wapi. Kama tunasema tunaye Mungu mmoja, kama tunasema Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kama tunayesema kwamba Yesu Kristo ndiye aliyekuja kutukomboa sisi na sisi tukaweze kumwamini, tukafanyike kuwa kanisa, kwa nini leo kuna mapingano kati, nisianze na kuingiza dini nyingine, sisi kama Wakristo? Kwa nini kuna mapingano? Mchungaji na mchungaji, kanisa na kanisa, dhehebu na dhehebu. Hapo unaweza kugundua kwamba bila shaka kuna kitu ambacho kimebomoka, na hicho kilichobomoka ndicho kipindi hiki cha mwangaza wa Kristo ukuangaze au tuangaze kinakuja kujenga. Sasa kitaweza kubainisha ni kwa nini tumefikia hapo. Kinachoweza kutufanya tufikie hapo ni kwa sababu tunapokuwa katika dini moja, watu fulani wanaangalia, wanagundua kwamba kuna maingizo ya uongo yameingizwa katika dini yetu ya Kikristo. Wanaamua kuprotesti, wanaamua kupinga, wanajiita wa Protestant. Kwa hiyo sisi wao wanakuwa na misingi, wanakataa aya na aya na aya, na wakati mwingine wanawashauri hii dini ambayo wao walikuwemo kwamba tunatamani tuweze kubadilika katika jambo hili. Kwa mfano, nikisema kwa mfano wa Martin Luther, yeye ni Mkatoliki safi tu, Mkatoliki ambaye alikuwa ni mzuri tu, ambaye alikuwa anafanya kazi yake ya ukasisi vizuri tu na akiaminika kabisa katika ualimu wake. Lakini alipogundua mambo kadha wa kadha, pointi 95, na Mungu akinisaidia nitakufunulia pointi 95 moja baada ya nyingine, yeye alitoa ushauri ni jinsi gani kanisa lile la Katoliki linaweza kubadilika, libadilishe, papa badilisha hayo mambo ili kanisa likakae katika mstari ulionyooka. Na hatimaye kanisa lilikataa na kumwambia akane, atangazie umma akane kwamba haya anayaondoa. Lakini yule bwana kwa kusimamiwa na Roho Mtakatifu alisema mimi siwezi kukubali, na ndipo hapo wakaamua kumtenga, na ndipo kitu kinachoitwa Protestant au Lutheran kama mnavyoweza kujua wameanzia huko, wakatokea wakawepo. Ni kutokana kwamba wanaona uongo mahali fulani. Sasa nazungumzia mahali palipobomoka ni nini? Mahali palipobomoka ni kwamba ni ukweli fulani umefichwa, lakini watu wanapoambiwa tukae katika ukweli wanakataa. Lakini hata walipokuja na hawa wakabeba tabia zilizokuwa kule, na zenyewe wakaanza kuziishi nazo, wakaanza kuishi nazo, wakavaa kama wao, wakala kama wao, wakatembea kama wao, wakahubiri kama wao, wakatoa vitu vidogo vidogo tu, lakini vingine wakaendelea. Wengine wakajiuliza, sasa nini maana ya kutoka sasa kule? Ni aina gani ya upingaji tulionao? Mbona kama mambo ni yale yale? Basi wakaamua kusema hapana, na sisi bwana tunaona hivi. Sasa na hao wakawapinga hao. Na wale walipokwenda kule wakagundua kwamba kumbe na sisi huku kuna kitu ukweli umekuwa unafifishwa na haupati. Na hii ni kazi kubwa anayofanya mnyama yule mwenye namba 666, na naomba uendelee kufuatilia kwa sababu nitafundisha mambo haya. Nitakuja kufundisha kitabu cha Ufunuo, hasa ile sura ya 13, kuzungumzia yule mnyama aliyetoka baharini na yule mnyama aliyetoka katika nchi kavu. Hawa wanyama wawili ambao tunaelezwa pale chini
kwamba hesabu ya jina lake ili tukiweza kumjua ni 666. Hili ni mambo ya msingi ambayo kanisa, mtu kama wewe unatakiwa kuyafahamu ili uweze kujua mahali ulipo katika ile huduma uliopo, uone ni jinsi gani uko sahihi ama hauko sahihi. Hilo ndio lengo hasa la kipindi hiki cha Mwangaza wa Kristo uweze kutuangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo, leo hii tunapotaka kufunua katika ile kweli ambayo nimesema leo katika utangulizi, kusema kwamba kipindi chetu ni kinalenga katika kufunua pale palipokuwa pamefichwa ukweli. Ni kuuliza tu kwamba haya makanisa yanatokea wapi? Hizi huduma nyingi zinatokea wapi? Zinatokea kwa sababu ukweli haupo. Kama ukweli haupo, lazima njaa ya haki iweze kuwepo, na wale wenye njaa lazima watajiunda kikundi na kutaka kuanzisha la kwao. Lakini kibaya zaidi sasa, katika nyakati hizi ambazo tulizonazo za mwisho, hata hawa ambao wamejitenga ndio wamekuwa wabaya kuliko hata kule mwanzo walikotoka. Hizi huduma zinazoanzishwa zimekuwa mbaya kuliko hata ile dini walioikimbia, kuliko hata lile dhehebu waliolikimbia, kuliko hata ile huduma walioikimbia. Kila mmoja umekuwa ni uwanja wa wazi. Lakini kwa nini unakuwa uwanja wa wazi? Kwa nini unakuwa uwanja wa wazi? Nataka nikwambie, kwa sababu nimesema mimi ninahubiri katika injili ya wakati wa mwisho. Kwa nini inakuwa inakuwa namna hiyo? Bwana Yesu anasema katika Ufunuo 22, Bwana Yesu anasema majira haya ya mwisho kila mtu ataweza kufanya vile anavyoona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema katika ile Ufunuo 22 ule mstari wa 10, nitasoma. Biblia yangu ya Kiswahili imekuwa mbali kidogo, nimeona nisitoke, lakini ngoja nisome kwa Kiingereza. Anasema Revelation chapter 22 verse 10, anasema this too is said to me, do not keep the prophecies in this book a secret, because the time is close. Meanwhile, let the sinner continue sinning, and the unclean continue to be unclean. Let the upright continue in his uprightness, and those who are holy continue to be holy. Maana yake katika tafsiri yake anasema, katika nyakati za mwisho tuache unabii wa kitabu hiki uwe wazi. Mafundisho kama haya lazima yawe wazi. Lakini anasema hazuii, mbingu hazizuii mtu anayetaka kufanya uchafu. Anasema mtu akitaka kuendelea kufanya uchafu, mwache aendelee kufanya uchafu. Mtu akitaka uongo na kupenda uongo, mwache aendelee kufanya uongo. Lakini yule mwenye haki, mwache aendelee kutenda haki, na yule mtakatifu azidi kufanya utakatifu. Kwa hiyo sasa hivi unaona katika habari ya ufalme wa Mungu nyakati za mwisho, soko la Biblia au soko la maandiko matakatifu au soko la kuhubiri la ufalme wa Mungu linakuwa soko ria. Kila mtu anaweza kufanya jambo, na jambo lile analolifanya linakuwa kama lina kibali, kwa sababu hata katika Wathesalonike Mungu anasema kwa sababu watu wamekataa kweli, wamependa uongo, huo uongo nitauongezea nguvu ili watu wauamini wapate kupotea kwa sababu walikataa ile kweli. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, usije ukaona maajabu na miujiza inayofanyika katika majira haya ukasema ndiyo kweli. Kila mahali kanisani unaona wanatangaza miujiza, watu wanatafsiri katika kutoa mapepo, watu wanatafsiri habari ya Mungu katika habari ya kufanikiwa. Mtu anazungumza na magari, mchungaji mmoja anasema nina magari 8 hivi. Katika nyakati hizi una magari 8 kanisani kwako, kuna watu hawana kodi, kuna wanafunzi hawajaenda shule, unajisifia kuwa na magari 8. Niliwahi kumsikia mtumishi mmoja wa hapa Dar es Salaam anasema mimi ndio kiongozi, kwa hiyo kiongozi lazima mimi niwe na utajiri na wengine ndio watapokuja, katika magari 8.
kusema ukweli, sasa hivi limekuwa soko huria. Lakini katika soko huria anasema kwa sababu wengine wanapenda uongo, tuwaache waendelee na uongo. Wengine wanapenda haki, tuwapende watu waache waendelee na haki. Na wengine wanataka utakatifu, lazima tuwaache wafanye utakatifu. Kwa hiyo sasa hivi naongea na mtu ambaye yeye anapenda haki. Yeye anapenda utakatifu. Kwa hiyo huyo angependa kusikiliza maneno yaletayo uzima ndani mwake. Nataka niwaambie, nitakuja kuzungumza vipindi vinavyokuja katika habari ya miujiza, katika siri zote za ufalme wa Mungu, namna gani unaweza kufanikiwa, ni namna gani unaweza kuyafikia malengo yako katika maisha haya, lakini sio katika kufuata mitume na manabii, walimu na wachungaji, wainjilisti sio na watu gani ambao kwa sababu eti wanatenda miujiza, eti mpaka ukanyage mafuta, eti mpaka ujipake majivu, eti mpaka ufanye ishara ya msalaba, eti mpaka ulale naye, eti mpaka akuguse mahali fulani, eti mpaka utoe shilingi fulani, eti mpaka uende utoe mizimu sio nyumbani kwenu, eti mpaka uombee wale yako mengi ambayo nitaanza kuyafunua katika kipindi hiki cha Mwangaza wa Kristo uweze kutuangaza. Hiki ni kipindi ambacho kinazidi kutayarisha. Haya ni matayarisho yangu ya kwanza nikijitambulisha kwako. Viko vipindi vinavyokuja ambavyo hakika naomba usiweze kukosa. Ikikupendeza unaweza ukasubscribe na utakapofanya hivyo utakuwa unapata taarifa ya vipindi ambavyo vitakuwa vinaingia katika kipindi hiki cha Mwangaza wa Kristo uweze kutuangaza. Ninakushukuru kwa sababu leo umenipatia masikio yako, na acha nikuombee ili Mungu aweze kutendea huko uliko. Hapa nimeweka, huu ni utangulizi. Hayakuwa masomo kwamba ndio naingia katika masomo, ila nilikuwa nakupa utangulizi uweze kujua iko haja ya wewe kuweza kujua ukweli, iko haja ya wewe kuweza kwenda mbele. Lakini nisiache kuwashukuru watu hawa. Kuna watu ambao kwa kweli na mimi wameni-inspire, wamenifanya niweze kusimama sasa. Wakati mwingine nilikuwa naogopa, lakini sasa ninasikia ujasiri. Kuna Mungu ametumia watu fulani kunifundisha mimi. Kuna watu ambao wamekuwa wanazungumza. Wa kwanza ambaye naweza kumshukuru, ambaye Mungu amemweka mbele yangu, ni Rais John Pombe Magufuli. Yeye ameamua kusema kweli bila kujali chama chake kitasemaje, bila kujali wananchi wake watasemaje, bila kujali marafiki zake watasemaje. Ameamua kusimamia kweli kwa sababu katiba ya nchi inamruhusu aweze kusimamia kweli, na alipokuwa na hapa aliapa kwamba atasimamia hiyo. Kwa hiyo yeye hakuona aibu au woga. Kwa kumfuatilia yeye, na mimi nimeingiwa na nguvu kwamba ya nini. Kwa hiyo Mungu amewatumia wale watu. Baada ya kuyasikia hayo, na kushukuru mtumishi wa Mungu ambaye umekuwa pamoja nami kwa kipindi hiki ambacho nimemaliza cha utangulizi katika vipindi ambavyo vipo katika kipindi hiki cha Mwangaza wa Kristo utuangaze. Nimemaliza kuelezea utangulizi wangu, na sasa nakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja na mimi. Wakati huu ninapenda kukuombea ili siku ya leo ikaweze kuwa ya tofauti katika maisha yako, na nikikualika sasa katika vipindi vinavyokuja, vipindi vizuri sana. Hiki kipindi cha Mwangaza wa Kristo tuangaze ni chuo cha maandiko matakatifu. Viko vyuo vya Biblia watu wanaweza kwenda kujifunza, lakini vyuo vya maandiko, chuo cha neno la Mungu kinatoka katika kinywa cha mtumishi mbobezi ambaye amefunuliwa na Mungu na amepewa huduma ya walimu kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo ninaweza nikatayarisha au kajiandaa wewe kuwa mwanafunzi wangu sasa katika masomo ambayo nina uhakika hata kama ungeenda chuoni usingefundishwa kama ambavyo utajifunza hapa. Ninayo masomo makubwa mazuri ambayo hakika utakapokuwa unaendelea kuyasikia utasema kweli hapa niko chuoni ama siko chuoni. Vipindi ambavyo mimi ninaposoma, nimepita katika vyuo, nimesoma vyuo karibia 4 mpaka sasa hivi. Kimoja nimekisoma nje ya nchi. Kwa hiyo ninapozungumza haya ninayokuwa nayazungumza, nitakuwa nayazungumza au nayafundisha katika viwango vikubwa vya elimu inayohusiana elimu ya ufalme wa Mungu.
kwa wachungaji ambao bado na wenyewe wanafundisha, unaweza ukanisikiliza, alafu kupitia hayo ukawa unatoa baadhi ambayo wewe kwako wewe unaona ni sahihi, na yale ambayo sio sahihi kwako wewe itakuwa ni changamoto ya kwenda kutafuta usahihi wake. Lakini wale ambao bado wanataka kuona, wangetaka kupata mwalimu wa kuwafundisha, basi Mungu amenipa neema hii niweze kuwa mwalimu wako wa kwanza kukufundisha kweli, na hiyo kweli itakuweka huru kweli kweli. Basi ninaomba nimwombe Mwenyezi Mungu ninayemtumainia mimi, Mungu mmoja asiyekuwa na shirika, ili kupitia huyo Mwenyezi Mungu na wewe ukaweze kusimama katika kweli yote. Baba yangu na Mungu wetu mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu umenipatia nafasi hii. Ninamweka mtumishi wako huyu ambaye ametumia muda wake kuweza kunisikiliza mikononi mwako. Naitamka siku ya leo ikaweze kuwa ni siku ya baraka katika maisha yake. Kwa muda aliotumia, hebu Roho yako Mtakatifu akaweze kuwa ndani yake, akamsaidie kuyajua yote ambayo Bwana utaweka ndani mwangu kwa ajili ya vipindi vyote ambavyo nitaviandaa. Wewe ni Mungu mwema, Mungu mwenye uweza. Iangalie familia yake, biashara yake, kazi yake, ndoa yake, angalia malezi ya watoto wake na wote ambao anahusiana nao katika mambo yote ya kijamii. Jina lako likainuliwe, jina lako likasimame. Naiombea nchi yangu, naombea rais wangu, naombea mawaziri, naombea bunge, naombea watendaji wote wa serikali wakiwa chini ya mheshimiwa na rais wetu John Pombe Magufuli. Wote ukawahekimishe, ukawapatie baraka na uweza wa kuyatambua yale ambayo yanakusudiwa katika nchi yetu. Wewe ni Mungu Baba, Mungu unayeweza kuyatimiza yote. Katika jina lako Yesu ninaomba nikiamini, amen. Mungu akubariki sana na Mungu akuinue sana. Majira mengine, wakati mwingine, naomba tuwe pamoja. Asante sana. Amen.